Mamlaka za Irani zimetangaza kutekeleza hukumu ya kifo dhidi ya mwanaume aliyepatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel katika tukio la kwanza la aina hiyo kutangazwa tangu kuzuka kwa vita kati ya Irani, Israel na Marekani. Kwa mujibu wa vyombo vya mahakama vya Irani kupitia tovuti ya Mizan Online, hukumu hiyo ilitekelezwa asubuhi ya leo dhidi ya mtu aliyetajwa kuwa Kourish Kevian. Taarifa hiyo imesema kuwa mtuhumiwa huyo alikuwa akitoa picha na taarifa nyeti kuhusu maeneo muhimu ya nchi kwa maafisa wa Mossad, shirika la ujasusi la Israel. Mahakama imedai kuwa Kevian alikamatwa wakati wa vita vya siku 12 vilivyozuka kati ya Iran na Israel mwaka jana. Zilihusisha pia mashambulizi ya moja kwa moja ya kulipiza kisasi. Katika kipindi hicho, hali ya usalama ndani ya Irani iliripotiwa kuwa ya tahadhari kubwa, huku mamlaka zikiongeza ufuatiliaji dhidi ya wanaoshukiwa kushirikiana na maadui wa taifa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uchunguzi ulionyesha kuwa mtuhumiwa huyo alifanya mikutano kadhaa na maafisa wa Mossad na kupokea mafunzo ya kijasusi katika nchi 6 za Ulaya pamoja na katika mji wa Tel Aviv nchini Israel. Mafunzo hayo yanadaiwa kumwezesha kukusanya taarifa na kuzisambaza hizo taarifa za kimkakati zinazohusu miundombinu nyeti ya Irani. Mamlaka za Irani zimeeleza kuwa hatua hiyo ya utekelezaji wa adhabu ya kifo inalenga kutoa onyo kali kwa yeyote anayejihusisha na vitendo vya ujasusi, hasa kwenye kipindi hiki ambacho mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati unaendelea kushika kasi. Serikali ya Irani imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wanaoshirikiana na maadui zake. Hata hivyo, utekelezaji wa hukumu hiyo unatarajiwa kuongeza mjadala wa kimataifa kuhusu matumizi ya adhabu ya kifo pamoja na hali ya haki za binadamu nchini Irani, hasa katika kesi zinazohusisha masuala ya usalama wa kitaifa. Tukio hili linakuja wakati mvutano kati ya Iran na Israel ukiwa bado juu kufuatia mashambulizi ya kijeshi hivi karibuni, huku hofu ya kuongezeka kwa mzozo mpana zaidi katika eneo hilo ikiendelea kutawala.